Hapana. Hapana! Naam bosi. Nani alikuruhusu mfungulie geti Vera? Bosi, muda wa kufunga geti ulikuwa bado, na mimi nilikuwa zangu nyuma nyumba namwagilia maua. Kwa hiyo yaliyojiri huku mimi sikuyaelewa bosi wangu. Mara mwisho nilikwambia nini wewe? Nilikwambia sitaki umfungulie geti Vera. Umefanya nini? Sasa ondoka. Una uwezo kumfanya rudi hapa? Unajua nahangaika kiasi gani aweze kurudi? Na hiyo yote ni kwa sababu ujinga wako wewe hapo. Samani bosi, hii haitajirudia tena kwa mara nyingine. Sasa sijui tunafanyaje hapo. Yaani uko serious unaniuliza sijui tunafanyaje? Yaani wewe umefanya makosa afu unaniuliza mimi tunafanyaje? Sikia wewe. Hichi ambacho umekifanya leo sijakipenda kabisa. Na ukija kurudia tena wewe nitakufukuza kazi. Mshenzi mmoja. Atoka nje. Toka! Hivi watu wengine wana akili gani kwani? Mtu anamwachia kazi anafanya upumbavu tu. Mume wangu, nimekaa nikatafakari, nikaona kwa sasa hakuna haja ya kuwa na house girl hapa ndani. Kwa nini mke wangu? Kwa sasa sipo busy kama mwanzo. Kazi zote naweza nikafanya. Kwa hiyo tumpe likizo kidogo Morina akasalimie familia. Kama tukihitaji basi tamuita. Mke wangu, huo sio uamuzi sahihi. Hivi kwa nini tusiendelee kumsaidia hapa? Kwa sababu tushamzoea. Tushamweka kama mdogo wetu ndani. Mbona sasa hivi kashakuwa kama ndugu. Na imani Mungu anatubariki kupitia hiki tunachokifanya. Sawa. Nimekuelewa. Asante sana mke wangu. Asante. Nashukuru. Haya maamuzi ambayo nimeyachukua leo angalau atanifanya niwe na amani. Sitakuja kukusamea maisha yangu yote mpaka siku naingia kaburini.
Vela, sidhani kama maamuzi ambayo umeyachukua ni sahihi. Mimi nakupenda Vela, na ndio maana nimekuoa. Kama shida ni kunioa Remi, pete yako ile pale. Wewe ni muongo, tena ni muuaji Remi. Sikutaka kabisa kuyafuatilia haya maswala, lakini kadri ninavyozidi kuyafuatilia ndo nazidi kubaini ukweli kukuhusu wewe. Hata kama hujazungumza chochote, hizi picha na hizi barua zinajielezea kila kitu Remi. By the way, mamangu anakuja kunichukua. Nitaondoka hapa. Nimekumisi sana mke wangu Vela. Sasa hivi kitanda kimekuwa kikubwa sana kwangu. Natamani ningepata nafasi ya kukuaminisha kwamba mimi sijawahi kuwa msaliti kwako. Shikamoo. Wewe, toka lini umeanza kuvaa hivi ndani kwangu? Ni nani aliyokupa ruksa kuvaa hivi ndani kwangu? Na nikikumbuka kwenye kumbukumbu zangu, sijawahi kukununulia nguo kama hii. Unataka kunichallenge? Kaka ameniletea kama zawadi na ameniambia nikivaa hii nitapendeza. Kaka? Unamaanisha mume wangu mimi? Haya. Kwa kitu gani kikubwa ulichomfanyia mpaka nakuletea hiyo zawadi? Na zawadi zenyewe ni nguo za namna hii. Mmeanza lini? Mimi hata sijui. Aliniletea tu na nikapokea. Sikuzani kama utajisikia vibaya hivyo. Nisikilize. Sasa hivi kavua hiyo nguo na uniletee hapa. Sasa hivi. Hivi watu wananichukuliaje?
Nini? Kuna nini mke wangu? Ninataka uniambie ukweli wote bila kunificha na unieleweshe nikuelewe. Haya, wewe na Morina mmeanza lini mazoea kununuliana nguo? Tena kisirisiri bila mimi kujua. Mke wangu, kwani kuna shida mimi kumnunulia Morina nguo? Ha? Shida ipo. Nguo namna hii? Unamkompea Morina na mimi? Nguo unayotakiwa kuvaa mimi unamnunulia Morina? Morina anatakiwa kuvaa nguo ya kawaida na sio kama hii. Mke wangu, unakosea sana. Unajua Morina humu ndani tushamfanya kama mdogo wetu. Kasha kuwa kama memba wa familia hii. Sasa sikuona ajabu kumnunulia nguo kama hii. Aha, ndio maana nilivyoongea swala la Morina kuondoka humu ndani umegoma kabisa. Kumbe una mpango wako wa siri, si ndio? Nataka uniambie wewe na Morina nini kinaendelea katikati yenu? Una maana gani kusema hivyo? Mbona nivunjie heshima? Na vipi kuhusu love bite? Na nakumbuka siku nilotoka hapa nimekuacha humu ndani wewe na Morina. Haya, unaweza ukanielezea ile love bite umetoa wapi? Nilikaa kimya, lakini sio kwamba sikuona ile love bite. Niliiona, ila niliamua nikae tu kimya. Unaweza ukanielezea sasa ulitoa wapi ile love bite? Mke wangu, mimi love bite nitaitoa wapi? Na hali ya kuwa mimi sina mwanamke yoyote yule tofauti yako wewe. Huenda wewe ndio utakuwa umeiweka, pengine labda utakuwa umesahau tu. Mume wangu, mimi sio kichaa na wala sio chizi hata nishindwa kujua ile love bite sio mimi. Unajua ulipoitoa. Mke wangu, nisikilize nikwambie kitu. Mimi sina mwanamke mwingine tofauti yako wewe. Na isitoshe mimi siwezi nikatoka na house girl. Naanzaje kwa mfano? Mimi nakupenda wewe mke wangu. Nasikia nikwambie sasa leo nataka nikutoe out. Uende uko ukaenjoy. Ufurahi. Usinune basi. Mume wangu, unajua mimi nakupenda sana. Nakupenda mimi. Naelewa hilo mke wangu. Vipi kuhusiana na maendeleo ya mtoto? Anaendelea vizuri, Mungu anasaidia. Hajakusumbua kabisa? Hapana, leo hajanisumbua kabisa. Niko hapa Nela, zungumza na kusikiliza. Nela. 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 Hiyo ndo kawaida yake kila siku. Akizinduka tu lazima ataje jina lako. Nela. Niko hapa na kusikiliza. Mtoto anatamani kusikia sauti yako. Lakini pia natamani kufahamu ni kitu gani hasa kimepelekea mpaka upo katika hali hii.
Maliza. Leta nakusaidia hii. Hakika leo umependeza sana. Hakika najiona mwenye bahati sana kupata mwanamke mrembo kama wewe. Nikikuangalia mke wangu kwa uzuri ulionao, natokaje nje kwa mfano? Nakupenda sana. Iko hivi, leo nahitaji niifanye siku hiyo ya furaha sana kwako. Asante mume wangu. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Sasa hii nitaibeba mimi leo, sitaki nikuchoshe. Basi sawa, ngoja ni mwite. Sawa. Morina! Ate dada. Okay. Morina, mimi natoka na mume wangu, kwa hiyo chakula utapika cha kwako peke yako, sawa? Usituwekee chakula. Sawa dada, lakini mnarudi saa ngapi? Mimi na mume wangu tutachelewa kurudi, kwa hiyo tukifika tutakuamsha. Usisahau kufunga milango, sawa? Sawa, nimekuelewa dada. Ai, tuondoke basi. Sawa. Mungu wangu, mbona naanza kuona wivu? Nitaweza kweli kuvumilia hii hali? Liana. 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 Hello sweetheart. Vela. Ndiyo, ni mimi.
Umempeleka wapi huyu mwanamke? Mwanamke wako yupo sehemu salama, wala usijali. Halo? Halo?